Ni nguvu yetu, hatuogopi wala turudi nyuma, tunaendelea mbele kwa sababu sisi tu washindi na tunashinda na zaidi ya kushinda katika wewe Bwana unatupenda. Haleluya. Asante Bwana. Tunakushangilia kwa makofi mengi kwa sababu tunajua tumeshinda. In the powerful name of God. Thank you Holy Spirit. Asante. Mungu akubariki sana. Mpe Yesu makofi mengi tena. Mengi ya shukrani. Amen. Mungu wakaa katika uwepo wa Bwana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Tumekuwa na kongamano zuri sana tangu siku ya Jumatano na leo tumeendelea tena, na wembe wetu ni ule ule, kuisikia sauti ya Mungu, to hear the voice of God. Na kuisikia sauti ya Mungu, kuisikia sauti ya Mungu, kuisikia sauti ya Mungu. Na nimesema siku ya kwanza tuliona, na nilisema kwamba baada ya kuokoka, jambo lingine la muhimu sana kwako wewe mtu ambaye umeokoka ni kuisikia sauti ya Mungu. Ni kuwa na uwezo wa kushika maelekezo ambayo Bwana amekupa. Kuwa na uwezo wa kupokea kila ambacho Mungu anasema na maisha yako. Na kuna baadhi ya mambo ya msingi ambayo tuli-establish siku ya kwanza, ambapo nilisema kwamba Mungu anaongea. Mungu anaongea. Jambo la kwanza nilisema Mungu wetu ni Mungu anaongea. Mungu wetu ni Mungu anaongea. Our God is a speaking God. Mungu wetu ni Mungu anayeongea. Sisi hatumtumikii Mungu ambaye haongei. Tunamtumikia Mungu anayeongea. Anaongea hata sasa, anaongea na maisha yetu, anaongea na afya zetu, anaongea kwa habari ya mambo yetu. Jamani, haleluya. Na andiko letu la msingi natoa kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari 27, ambapo nasema kondoo wangu waisikia sauti yangu, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua nao wananifuata. Anasema kondoo wangu mimi wanaisikia sauti yangu, nami nawajua nao wananifuata. Kama ambavyo ni halisi kwamba sisi ni kondoo wa Bwana, ni halisi kwamba tunamfuata Yesu, ni halisi kwamba anatujua, pia ni halisi kwamba tunaisikia sauti yake. Amen. Please, nilisema kusikia sauti ya Bwana ni kitu cha kawaida, ni kitu cha asili. It is supposed to be natural. Yani sio muujiza wewe kumsikia Bwana. Sio muujiza, sio kitu cha kipekee. Kondoo wa Mungu anaisikia sauti yake. Jamani, amina. Yes, sema naisikia sauti ya Bwana. Bwana akisema nasikia. Sema Bwana akisema nasikia. Hallelujah. Yes. Kwa hiyo tukasema yako mambo ya muhimu sasa, ya muhimu kuyaelewa sana. Jambo la kwanza nisema ni muhimu uelewe kwamba Mungu anajua unakopaswa kwenda, na anajua unachohitaji ufike huko, na ameshaamua na ni nia yako akuongoze kufika huko. Sawa jamani? God knows where you're going. Hii njia ya maisha yako wewe hujawahi kuipita, lakini Mungu amewahi kuipita. He knows exactly what you need. Anajua unachotaka, unachokihitaji. Anajua watu ambao unawahitaji ufike unakopaswa kufika. Usijifanye una hekima kuliko Mungu. Usije ukajidanganya kwamba eti unajua au hujui chochote. Na niseme hivi, moja kati ya kitu, Mungu hawezi kutembea na wewe ukijifanya unajua. Umesikia? God will never walk with you
Kama akijua wewe ni mjuaji, Mungu hawezi kutembea na wewe. Na kwa kuwa ni lazima utembee naye, atakupruni. Atahakikisha njia zako zote ambazo ulifikiri kwamba zingekusaidia hazijakusaidia. Halafu ndipo urudi kwake sasa kutafuta maelekezo yake ili akuongoze kwa njia yake, kwa sababu anataka akuongoze kwa njia zake yeye, sio kwa njia ambazo wewe unaona zinafaa. Jamani, haleluya. Amen. Pastor Lewis, nombo kae pale kabisa. Yes, hapo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mimi nimejifunza katika maisha yangu ya kutembea na Mungu kwa muda mfupi ambao nimetembea naye, kwamba Mungu ni Mungu mwenye wivu. Jamani, amina. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Hawezi kukubali ujiongoze mwenyewe. Hawezi kukubali ufuate akili zako. Atahakikisha tu unaongozwa na yeye. Na kama umefika mahali ambapo unataka kujiongoza mwenyewe, atakunyenyekeza. Kwa hiyo jambo la muhimu na la maana sana kwako wewe ni kwamba amua kwa dhati ya moyo wako kwamba utaongozwa na Mungu. Make a decision, make a choice, decide from your heart. Amua kabisa ndani ya moyo wako ya kwamba mimi jamani nitaongozwa na Bwana. Jamani, haleluya. Mimi imenigharimu sana. Haya mambo nawaambia imenigharimu sana. Wakati naitwa kwa mimi nimeitwa kwa mchungaji mwaka 2007 nikiwa form 3. Ndio ni Mungu aliniambia nitakuwa mchungaji. Sasa hapo katikati nimefanya vitu vingi. Baadaye nikaingia kwenye siasa. Mimi na bahati moja, nikiingia kufanya kitu nafanikiwa. So nilipoingia kwenye siasa, kari yangu ikakua haraka sana. Nipojaribu tu siasa za chuo, niposema nafanya tu siasa za chuo, nipoanza nikasema nikagombea kuwa rais wa umoja wa wanafunzi wa engineering, nikapata. Nikasema nyenye nisogea kwenye SUASO, nikagombea kuwa rais wa SUASO, nikakosa urais, nikapata waziri mkuu. Of course sikukosa urais kwa sababu sina uwezo. Walitoa jina langu tu kwa sababu zao za kisiasa, lakini ningeshinda. Baadaye nikapata waziri mkuu. Hivyo baadaye nikatoka nikaamua niwe motivational speaker. Nikafanikiwa kwa motivational speaker. Nikawa motivational speaker maarufu hapa mjini. Maarufu kabisa. Nikaanza kualikwa na shule na taasisi na makampuni, naenda nafundisha. Baadaye nikaenda chuo cha Biblia. Sasa nilienda chuo cha Biblia nikiwa na jina tayari. Nilienda chuo cha Biblia nikiwa maarufu hapa mjini, yani maarufu na juana na watu wengi. Sasa hizi events nimeshafanya nyingi, nimeshaandaa makongamano ya singles, makongamano ya viongozi, nimeshaandaa mafunzo ya wafanyakazi, wafanyabiashara hapa mjini. I had a name. Kwa hiyo nikajua hata huduma nitafanya kwa mfumo ule ule tu. Umenielewa? Yaani mimi kitu kimoja hapa ambacho kilikuwa kinafanya niharakishe kumaliza chuo ni kwa sababu nijua nikiingia kwenye huduma nitafanikiwa. Kwa sababu hata chuoni pale nilikuwa alwatani, yani hata chuo cha Biblia pale CBC. Muulizeni Festo. Festo anasoma chuo cha Biblia, ameenda mwaka jana. Lakini bado anatembelea nyota yangu. Yaani ameenda mwaka jana hapo. Na mwaka jana mimi nimaliza chuo 2020. Of course siwezi kusema niko online, lakini kuna kitu amefanya juzi hapa nikataka nimtoe chuoni. Simu moja tu. Simu moja, nikapiga simu moja tu. Baadaye nasema mwacheni kwanza aendelee kusoma. Nimetoka chuo 3 years. Sasa nikajua kwa kuwa nimekuwa alwata, nikajua hata kwenye huduma ganda la ndizi wewe. Nikoja na mbinu zangu. Sio yuko hapa. Siku ya mwezi mmoja wa huduma, ule mwezi wa kwanza, mwezi wa pili tuliandaa tamasha kubwa. Nikajua unafanikiwa kwa kuandaa matamasha. Tukaandaa mwezi wa pili, tukaandaa tamasha kubwa sana, tukajaza ukumbi wa Mount Ruguru, watu zaidi ya 300 walikuja. Mwezi wa pili. Mwezi wa tatu tukaandaa kongamano la wanawake.
Na kipindi hicho mwaka 2021 mwanamke mwalimu wa wanawake ambaye alikuwa namba 1 alikuwa Irene Mbowe. Can you imagine? Tukamleta Irene Mbowe hapa Morogoro. Baadaye Mungu akaniambia, kanisa wachungi hivyo, Bwana asiwe sana. Au kuzi kanisa kwa matamasha. Irene Mbowe alikuwa na impact kubwa sana. Hivi hizi. Meona hizi meza hizi mbili. Hizo ni Irene Mbowe alitusaidia kununua. Yale makapeti mawili ni Irene Mbowe. Very big impact. Wanawake wengi wamejaa ukumbi. So what my point is, haujui wewe, sawa? Ndoa wewe uifahamu. Umesikia? Ndoa hujui wewe. Mambo ya ndoa wewe hujui. Mambo ya masomo hujui. Mambo ya sua hujui. Mambo ya maisha hujui wewe. Biashara wewe hujui. Jana niliwaambia Mungu alisema hivi. Alimwambia Musa, alimwambia Yoshua kwamba katika kutembea kwenu kati ya ninyi na sanduku la agano kuwe na kaumbali fulani, kuwe na distance. Anasema kuwe na distance fulani. Kuna distance, anasema iwepo nafasi kati ya ninyi na sanduku kama dhiraa 2000 kiasi chake. Msilikaribie mpate kuijua njia ambayo hamna budi kuiendea, kwa maana hamjapita njia hii bado. Haujui? Sawa. Please admit, mimi sijui kitu. Sema mimi sijui kitu. Ila Bwana anajua. Anajua na kuenda. Anajua anachohitaji uko na kuenda. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yeah. Sasa tukaona pia mambo yatakayorahisisha usikivu wa sauti ya Mungu ndani yako. Tulisema kwamba uwezi wewe kumwambia Mungu aongeze sauti wala apunguze sauti, wala uwezi kumchagulia Mungu namna ya kuongea na wewe, lini aongee na wewe, wakati gani aongee na wewe. Mungu akikwambia subiri, subiri. Uwezi kwenda kumwambia nimesubiri sana. Wewe subiri. Mungu, please, nataka muelewe kitu kimoja. Hiki kitu kinaweza kukuchanganya kidogo, lakini kitakusaidia unapotembea na Mungu. Wewe pamoja na kwa Mungu ameuketisha pamoja naye, lakini position yako wewe katika ushirika na uhusiano wake naye, wewe ni mtumishi, yeye ni Bwana. Umeelewa? Yeye ni, yani you are a servant. Wewe ni mtumishi, yeye ni Bwana. Unajua manake? Manake ni kwamba hauko huru kihivyo. Utafuata maelekezo yake. Mungu akikwambia kwa mfano, kaa hapa subiri. Hata kama wenzio, watu ambao unafanana nao, watu ambao mnalingana, wanapiga hatua kubwa ambazo hizo hatua na wewe unaweza kupiga, please bakia, subiri. Amen. Wait. Kwa sababu Mungu akisema subiri, mafanikio kwako wewe wakati huo ni kusubiri. Ukijifanya kufuata maelekezo, kuna nabii mmoja Mungu alimwambia, Bwana, nenda katoa unabii. Ukishatoa unabii juu ya Israeli, usipite njia ambayo umepita, lakini usile chochote, wao usilale popote, rudi. Wakati ametoka kutoa unabii, kulikuwa na nabii mwingine mzee, akasikia habari zake, akatuma watu, kaambia, Bwana, mwitieni huyo mtu. Wakamwita, akasema, na mimi ni nabii kama wewe. Mungu ameniambia kwamba kaa hapa ule chakula, alafu ndio utaendelea na safari yako. Yule jamaa akaasi sauti ya Bwana, akasikiza sauti ya nabii mzee. Mnafahamu hiyo story, you understand? Baada ya kusikia sauti ya nabii mzee yule aliyemwambia kwa Mungu ameniambia, akasema hivi, kwa kuwa ukuisikia sauti ya Bwana. Umenielewa?
Utakapoenda simba atakukula wewe, hautafika. Na kweli jamaa akaenda, simba akamuua, simba akamwacha hapa, yeye akabaki hapa. Yule nabii akaja na farasi wake na punda wake, akamchua akamzika. Why? He left the voice of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nisema sasa, yako mambo ya kukusaidia ili uweze kufuata na kusikia sauti ya Mungu kwa urahisi. Jambo la kwanza, inabidi uwe mnyenyekevu. You must be humble. Mimi nasema hivi, please, sijui kama mimi baba yenu ni mnyenyekevu, sijui. Lakini haya maisha haya maisha haya, ukiwa mjeuri, ukiwa na kiburi, ukiwa unajisikia, unajiona wewe unajua sana kuliko watu wengine, si tu kwamba hautafika mbali na Mungu, lakini pia hautafika mbali na watu. Hautakuwa na marafiki wa kudumu kama wewe ni mjeuri. Nimeona baadhi ya watumishi ni wajeuri sana, very proud. Madhara yake ni kwamba hautakuwa na watu royo, kwa sababu kuna mtu angependa kukaa na mtu mjeuri. Mwambie Mungu akunyenyekeze, maana asifiwe sana. Na kuwa mnyenyekevu maana yake ni kukubali kuongozwa naye, kukubali kuongozwa na Mungu. Hata kuja kwenye kongamano ni swala unyenyekevu tu. Bwana asifiwe. It's a question of being humble. Sio kwamba watu ambao hawaji wako busy, wamekamatwa. No. Wana mambo yao ambayo wameyapa umuhimu mkubwa kuliko kusanyiko, kuliko maagizo ya Bwana kwamba tuwepo hapa siku 5 tutafute sauti ya Mungu. Hiyo tu. Na haya mambo haya ndio ambayo Mungu anayaangalia anapotaka kukuamini. Kwa sababu Mungu sio mtu ambaye anaongozwa na hisia, kwamba anaangalia tu maombi yako. Hapana, anaangalia na moyo wako pia, kwamba moyo wewe ulikuwepo, unafuata maagizo yangu. Nikisema unasikiliza, nikisema nyamaza unanyamaza, nikisema tulia unatulia. Jana si tumefunga hivi, nimeenda sehemu kwenye mgawa mmoja, naendaga kwa ajili ya ku breakfast. Naendaga kwenye mgawa. Sasa jana nimeenda nikahudumiwa na mtu ambaye hanihudumiaji, mama mmoja. Wakati ananihudumia, kuna vitu ametamka ambavyo haviendani na mimi. Lakini pia kuna mteja mmoja pembeni yangu alimisbehave, alifanya kitu kisio kizuri. Akakosea. Jinsi alivyomfokea, maneno aliyomtamkia yakanifanya nifanye maamuzi jana ile kwamba kuanzia leo na kuendelea sitakaa nije kwenye mgawa tena, kwa sababu ya mhudumu. Moyo wako unavyofunua kwa Mungu, unamfanya Mungu afanye maamuzi fulani kuhusu maisha yako, na jinsi atakavyotembea na wewe, na umbali atakaoenda na wewe. Mungu ambaye tunamtumikia huwa anagairi, sawa? Sikiza nikwambie, kati ya Daudi na Sauli, aliyefanya dhambi kubwa ni Daudi. Sawa? Daudi Sauli hamna rekodi ya uzinzi ya Sauli. Sauli hana rekodi ya kuua mtu ambaye hana hatia. Daudi alikuwa mzinzi, alizini na Bathsheba. Mnajua story. Akamuua na mume wake Bathsheba ili ajipatie. Umenisikia? Wewe umesikia Sauli alikuwa na wake wangapi? Mke mmoja tu. Sawa. Lakini Daudi wake kibao. Lakini kwa nini Daudi anaitwa mtu aliyopendeza moyo wake? He was humble. Mungu anasema hivi, wewe mwanadamu, kitabu cha Mika sura 6 mstari 8. Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Mika 6 mstari 8. Mika 6 mstari 8. Anasema mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Na Bwana anataka nini kwako? Yaani Bwana yeye anataka nini kwako? Ila
kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Sasa ukiwa mnyenyekevu kwa Mungu, unakuwa mnyenyekevu kwa watu. And I see people here. Mimi ni mchungaji wenu, na waangaliaga. I look at you. Mimi nilipata bahati katika maisha yangu. Nilipata bahati. Mungu namshukuru sana. Mungu amenirehemu. Nilipata bahati mimi, nimechungwa. Mimi katika maisha yangu nimechungwa na wachungaji wawili. Mchungaji wa kwanza anaitwa Barnabas Silomba. Amenichunga kuanzia nikiwa form 2 mpaka nikiwa form 6. Yule jamaa alikuwa mnyenyekevu, amefariki. Mnyenyekevu sana kule Vwawa Mbozi. Sana. Mchungaji wangu wa pili ni Barnabas Wesson Mtoka Mbali. Kwa akina Barnabas wote. Mtoka Mbali ni mnyenyekevu sana. Very humble man of God. Very humble. Mnyenyekevu Mtoka Mbali mpaka na kera. Mpaka na uzi. Anauzi kwa sababu unaweza kupanga umfanyie kitu kizuri kabisa, ukamletea ka bring ambako nafikiri watumishi wengine wanavaa, yeye akashindwa kuvaa. Nguo anavaa za kawaida tu. Gari la kawaida tu. Siku moja tuko gorofani. Sasa tunakaa kikao, namwambia sasa of course namwambia. Sasa nyie tatizo nyie nikisema namwambia, nyie kwenu ni askofu mkuu. Kwangu mimi sio askofu mkuu, ni mzee wangu, Bwana asifiwe sana. Kaambia mzee, sasa siwahamie kwenye ofisi yako huko juu. Akasema mimi siwezi kuhamia kwenye ofisi wakati watoto wa Nasara wanasali kwenye kanisa bovu. Kwenye darasa bovu. Mpaka tubomoe hapa, tukamilishe ujenzi kule. Na nitahamia, siwezi kuwa napita hapa, natoka kwenye ofisi juu kule wakati watoto hapa, na napita watoto wako hapa na wanasalia kwenye kanisa la zamani. Nasema haya Mtoka Mbali. Sasa namwomba Mungu na mimi anisaidie ni mnyenyekevu, ili mpate kioo cha kuangalia inapokuja swala la unyenyekevu. Jamani, amini. Bwana asifiwe sana. Lakini ngoja niwaambie kitu, niwatonye. Kama wewe si mnyenyekevu, hakuna eneo ambalo utatoboa. Ndoa itakushinda, hata kazi itakushinda, biashara itakushinda, kwa sababu kuna wateja ni wakorofi. Inabidi unyenyekevu ili upate hela yao. Umenisikia? Hakuna kitu utafanikiwa wewe maishani kama sio mnyenyekevu. Huduma itakushinda, chochote. Hakuna kitu ambacho, ndio maana Mungu anataka tu unyenyekevu. Anasema anataka it demands. Anasema wenye upole atawaongoza katika hukumu. Zaburi 25:9. Wenye upole atawaongoza katika hukumu. Wenye upole atawafundisha njia zake. It teaches his ways to the humble. Jeuri, unajua kila kitu. Kila kitu unajua. Mtu anakufundisha kitu unasema nilikuwa najua hiyo. Kai. Asema nafahamu. Unajua, unaelewa. Na rafiki mmoja, of course sasa namuita rafiki kwa sababu tunafahamiana kwa muda mrefu, lakini hawezi kuwa rafiki yangu yule. Hawezi kwa sababu kwanza ukiwa unaongea naye hivi, yeye anataka, yani yeye ndio onekane kama wewe ndio unamhitaji yeye zaidi. So atajitahidi tu, hata kama unatoa wazo ambalo hajawahi kulisikia, anasema niche kusoma mahali fulani. Namba 2, usiwe na mbadala ama upande. Don't take sides. Usiwe na options zako, usiwe na majibu yako. Unapotaka kuongozwa na Mungu, usiwe na majibu yako tayari. Nenda na moyo wako ukiwa mweupe. Kwa wale ambao mnahitaji mume, mke,
Please, usiende mbele za Mungu ukiwa na mtu wako tayari. Kasa Mungu, kati ya watatu yupi ni mke wangu? Tayari umeshamwambia Mungu mke wako lazima atoke kwa watatu. Sasa utamwambia sasa hapo kuna mtego hapo. Ngoja niseme na nyie niwarahisishie. Maana tayari sasa ushapenda sasa mtoto wa watu, ushapenda. Na upendo wa uangalii, unajua kuna vijana hapa kanisani kwa kuna vijana hapa kanisani Mungu amewabariki. Kutana na mtu yuko mashallah, umemuelewa sasa. Sasa unaenda kwa Mungu, unasemaje? Namwambia Mungu sasa, naombea Mungu. Sasa unafanya hivi, ukishapenda tayari, moyo wako umeshapenda sasa, ndio unataka ujue kama mapenzi ya Mungu ni yapi. Mwambie Mungu, Mungu mimi moyo wangu uko hivi, lakini najua huu ni moyo wangu tu. Wala sitaki kufuata moyo wangu, ndio maana nimekuja kwako. Sawa? Usizuge. Mwambie Mungu ukweli, kwa sababu anaujua moyo wako. Anajua wewe unampenda Sauda. Umeshapenda Sauda wewe. Wewe Sauda, wewe ukinywa maji unamuona kwenye kikombe. Na kama hujai kupenda kiasiki, tukiwa napiga story habari za mapenzi usiongee. Sawa? Wewe hujapenda bado. Watu tushapenda hivi. Tushapenda ukimfikiria mtu kichwa kinawaka moto hivi. Alafu bado inabidi upate mapenzi ya Mungu. Unamwambia Mungu kweli, Mungu mimi huyu nimeshampenda tayari, lakini upendo wangu sio maamuzi yangu. Unajua unapokiri kitu mbele za Mungu, kile kitu saa hiyo kinakosa nguvu ya kukutawala. Umenielewa? When you confess, no maana unapokiri hata dhambi, unapoikiri mbele za Mungu, ile hukumu ambayo dhambi ilikuwa inaleta kwenye moyo wako inakufa saa hiyo hiyo. So unapokiri mbele za Mungu, moyo wangu umependa hivi, lakini kwa kweli kabisa sitaki kuamua kwa moyo wangu, ndio maana nimekuja kwako. Hata kama kati ya hawa watatu mmoja wapo sio mume wangu, mmoja wapo sio mke wangu, Mungu ujue kwamba niko tayari kufuata mapenzi yako wewe, ambaye unajua maisha yangu kuliko mimi ninavyojua. Jamani, amina. Hallelujah. Yes. Namba 3 nikasema ni lazima jaza neno lake katika moyo wako. Fill your heart with his word. Kuna watu wameokoka hapa hawana Biblia. Wao wanafanya mchezo na maisha yako. Unasema umeokoka, unasema ni Mkristo. Wiki inapita hujasoma Biblia, hujasoma angalau sura 7 za Biblia. You are a joke. Wao unafanya masiara. Jaza neno lake Bwana. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kutenda dhambi hapa haina maana ya kuiba, haina maana ya kutenda dhambi manake nisije nikapotea, nikaacha njia yako, nikafuata njia yangu. Dhambi sio tu kuiba. Dhambi to miss the mark. Mungu anataka ufanye A, B, C. Wewe ukafanya A, C. Wewe umetenda dhambi. Ndicho anachomaanisha hapa. You understand that? Yeah. Na kwa sisi wachungaji is very dangerous. Na nyie wenye huduma ni hatari sana. Nyie ambao mna huduma, mko hapo na huduma, una utumishi, unamhitaji kumsikia Mungu kila saa. Kwa sababu maamuzi yako sio maamuzi yako, yanaathiri watu wako. Hebu pata picha kama nisingemsikia Mungu kwa habari ya kuja kaumba. Nisingemthibitisha Mungu kwa Mungu anataka tukae mahali hapa, tumjengee madhabahu hapa. Unapita kila siku unakutana na makahaba. Kila siku unasikia muziki wa bongo flavor hapa. Isingekuwa ni Mungu ametuweka hapa, tusingefika hapa. Kwa wala ambao sio kama tusingemsikia Mungu baada ya kufungua kanisa katikati ya mji. Kama asingekuwa Mungu, tungekuwa tumeshaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Jaza neno lake, kwa sababu neno la Mungu liko la aina mbili. Nisikize vizuri. Neno la Mungu liko la aina mbili. Kuna logos afu na rema. Sema logos. Sema rema. Sema logos. Sema rema. Logos ni neno la Mungu lilojulikana, ambalo linajulikana.
limeandikwa. Ni kama Biblia, Mwanzo, Ufunuo, hiyo ni logos. Rema ni neno la Mungu la wakati. Sasa neno la Mungu la wakati anaweza kutumia logos au anaweza kutumia sauti. Maana yake ni kwamba Mungu anaweza kutumia andiko ambalo linajulikana, ambalo liko ndani ya roho yako tayari kusema na wewe wakati huo. Si tumeelewana? Kwa mfano, nilikuwa ninadaiwa kipindi fulani, nilikuwa nadaiwa katika huduma hizi. Kuna siku nilichukua fedha za watu walinipa kazi fulani, baadaye wakaipeleka mbele. Ile fedha nikazitumia kulikalipia kodi kanisani. Sasa wakati wa kulipa deni umefika, nikawa nina pressure. Najisikia vibaya, wale watu wanataka fedha zao. Ni kamati fulani hivi. Of course ni compassion. So mwenyekiti wa kamati saa nyingine ananipigia simu kurudia, sema mwenyekiti uko mjini, basi kama vipi mpatie hela. Kumbuka sasa ni hela, wakati wanaahirisha ile kazi wanataka hela zao. Sasa wakati siku moja nikamwambia la yenu ipo, sikutaka kuambia nimeitumia. Siku moja akaniambia, sasa mwenyekiti anakuja huko, anakuja kuchukua hiyo pesa. Kesho anakuja kuchukua. Ule usiku nilikuwa niko kwenye mgahawa fulani wa Rejoice, napokea message, nikakosa usingizi, nikakosa amani, nikakosa utulivu. Nikasema naenda kanisani kufanya mkesha. Wakati namalizia kinywaji, nikakumbuka andiko nasema hivi, kitabu cha Zaburi 127 mstari wa 2. 127 mstari wa 2. Zaburi 127 mstari wa 2. Anasema hivi, kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Likaje na neno, kazi yenu ni bure mnaochelewa kwenda kulala. Nilikuwa nataka nije kanisani nipige prayer ndo niende nyumbani. Akasema hiyo kazi ni bure. Mnaoamka mapema, kazi yenu ni bure. Yeye Mungu humpa mpenzi wake usingizi. Nikaelewa kwamba Mungu ananiambia, yani yeye anakupa usingizi, wewe kalale, ili jambo liko sorted. Nikashangaa, amani imeondoka. Amani iliyokuwa imeondoka imerudi. Ujasiri umerudi. Nikamwambia, njoo, mna shida, pesa yenu ipo. Sina hela, sina. Na sio pesa ndogo, kwamba ni pesa, ni milioni 1 karibu 400,000. Sina pesa, lakini nikapata amani. Unajua kilichotokea nini? Asubuhi yake, yule jamaa amesema anakuja mchana. Asubuhi yake jamaa mmoja kanipigia, sema habari yako pa sasa. Asa bwana, ile kazi nimeipambania, wale ndo nisameni kwa kimya muda mrefu. Wale jamaa ndo wamekubali kutoa fedha sasa hivi. Sasa njoo tuongee. Akaniingizia kwenye akaunti yangu 5,700,000. Akasema nimewashawishi watupe hela yote ili kwamba usifanye kazi kwa usumbufu. Please, kazi yao ni line miezi 2 yao, please fanya kazi yao na hela yao ndo hii hapa. Kama utaamua kunifikiria mimi kunipa hela ya soda, sawa, lakini hela niopewa ni hapa. 5.7 million into my account. Ile jamaa akaja, nikapiga simu sasa, mimi akiusa sema, au niwawekee kwenye akaunti yenu. Pesa money has landed. Umenisikia nimesema? So jaza neno lake ndani yako. Atakapokuwa anasema saa nyingine, atasema na wewe kupitia neno lake ambalo umeniweka ndani yako. So kadi ambavyo haujazi neno lake ndani yako, unajipunguzia nafasi ya upana wa Mungu kuzungumza na wewe. Simngepiga makofi nyewe washirika wa mzee wa upako. Waone kwa.
Angekuwa Anthony Lusekelo hapa, mngekuwa mmeshaleta hela. Kaka utaratibu. Kuna kipindi nikiongeaga point mko ananiletea hela hapa. Nani aliyewaroga nyie watoto? Mbona mmeacha? Hai, hamna shida. Sasa, mnapiga makofi basi hata kama mtu amletea. Jambo la 4 nikasema uwe na utulivu wa ndani na wa nje. Uwe mtu wa utulivu. Niwaambia kwamba Mungu haongozi kwa pressure. Popote penye pressure kuna nafasi ya zaidi ya 99% ya kukosea. So please usikubali kupelekeshwa na pressure. Usikubali kuendeshwa na pressure. Pressure yoyote ile, iwe ya halali sio halali, inakupeleka pabaya. So uwe mtu wa utulivu. Sometimes toka nje, kaa peke yako. Jamani amina. Yes, saa nyingine nenda pale Morena Hotel. Sawa, agiza soda pale ni 2000, nakupa kodi. Ni 2000. Sawa. Una gari, tembea kwa mguu. Sawa. Tembea kwa mguu. Juzi siku ya Jumanne nilikuwa na maombi fulani hivi. Nitakuwa nianze saa 1 kamili hapa kanisani. Nikashangaa saa 1 dakika 10 niko nyumbani. Nikasema naanza kwa imani. Nikaanzia nyumbani. Sasa kwenye bajaji siwezi, kwenye usafiri public transport siwezi kuomba. Nikabidi nianze nikuomba, alikuwa natembea reka paya sata. Nebese naanza kutembea. Nikafikiri ni rahisi. Kutembea kutoka Bigwa Makuti mpaka hapa nitumia masaa 2. Lakini angalau nilitembea. Sasa mimi nimetembea kutoka Bigwa mpaka hapa. Wewe utashinda kutembea kwenda Msamvu tu hapa. Nenda pale, agiza soda. Sawa. 2000. Hakuna mtu ambaye atakuuliza swali lingine. Akija mtu wa chakula mwambie nitakuita, nitakuita. Akija mtu wa kuku mwambie nitakuita. Kunywa soda yako, mwambie sorry nimepata dharura kidogo. Nitakuja tena. Kwani sio uongo? Kwani hautakuja tena? Si utakuja? Bwana akikubariki si utaenda tena? Jifungie. Saa nyingine nenda mlimani. Lewis anaenda mlimani, nenda mlimani. Tengeneza utulivu. Jamani amina. Jambo la 5 nikasema uwe na mikono safi. Alafu uwe na moyo mweupe. Clean hands, clean heart. Mikono safi. Usitendee watu ubaya. Unapotenda ubaya unakuwa mshirika na mtumishi wa shetani. Usitendee watu ubaya. Sasa leo nataka tujifunze jambo rahisi sana, alafu tuombe. Rahisi sana. Nisema usitendee watu ubaya, lakini pia usitunze ubaya moyoni. Sawa. Do not keep grudges. Usitendee watu ubaya. Tendea watu wema. Jana unajua kuna kesi za utekaji, unajua utekaji umekuwa mwingi sana. Watu wanatekana, watu wanatekwa sana, na watumiwa namba 1 wa utekaji ni polisi. Sasa mimi nikawaza dawa yake ni nini? What is the remedy for it? Unajua wengi kama wachungaji mnawaza kwamba tukemee. Sawa. Lakini hiyo sio dawa ya kudumu. Dawa ya kudumu. Ngoja niwaambie kitu. Hii kitu mnaweza msinielewe, lakini nitawasaidia. Nisikize vizuri sana. Ni kazi sana kuua mtu. Sawa. Ebu njoo hapa, njoo hapa wewe. Njoo hapa. Sawa. Kaa vizuri, kaa hivi. Sogea. Ebu mpige huyu jamaa ngumi ya pua. Hata umia, mpige tu. Unaelewa?
it is hard to hurt a person. Yani kumfanyia mtu uovu ambaye hajakukosea ni ngumu sana. Ukiona mtu anamfanyia mtu uovu na hajamkosea, ujue ana shida moyoni. Ana tatizo, ana trauma. Umesikia? Nataka kusema ukweli. Askari wetu wengi wana shida, mioyo yao ina shida. Viongozi wetu wengi wana shida. Kweli kabisa, niamini mimi. They have trauma. Wengine walilelewa, waliumizwa utotoni. Wengine walisalitiwa. Wengine wamefanywa wana majeraha. Kabisa nakwambia. Wengine wamesalitiwa na watu ambao waliwaamini. Ni kazi kumdhuru mtu ambaye, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu, una tabia za Mungu ndani. Ukiona mtu anatoka nje ya tabia za Mungu anafanya uovu, ujue ana shida moyoni. So tukitaka kuiponya nchi yetu dhidi ya utekaji na uovu mwingine, please tuhakikishe ndani ya watu tunapanda tabia za Mungu. Jamani, amina. Watakapoambiwa huwa mtu, atasema amefanya kosa gani? Atasema siwezi kuwa mtu ambaye hajatenda uovu. Siwezi. Bora mnifukuze kazi kuliko kumuua mtu ambaye hajanikosea na sioni ubaya ndani yake. Bwana asifiwe sana. Pilato akasema sioni ubaya ndani ya mtu huyu, sioni ubaya. Anaambiwa mtu bado sioni ubaya, akaamua kunawa mikono, anasema mhukumuni kwa sheria, lakini mimi ndani yake mtu, he had authority. Pilato alikuwa na mamlaka ya kumsulubisha Yesu, lakini hakuona ubaya ndani yake. You understand that? Hakumsulubisha. Akasema lakini kuna room hapa. Iko room. Kila Pasaka na nafasi ya kuwafungulia mtu mmoja, mfungwa mmoja. Na akawachagulia mfungwa ambaye anajua kabisa ni mbaya, akijua kwa akili za kawaida tu watamchagua Yesu kwa sababu Yesu hajafanya ubaya. Akasema kuna Baraba, muuaji, mtekaji, mharibifu, alafu kuna Yesu. Nataka nimfungulie. Alitaka kumfungulia Yesu. Alafu mke wake akamwambia usiwe na kitu cha kufanya na mtu huyu kwa sababu usiku nimeteswa sana kwa habari yake. So Pilato akataka mtoe Yesu. Bahati mbaya njia aliyotumia sio sahihi. Akasema kati ya Baraba na Yesu niwafungulie. Asa mfungulie Baraba. Huyu muuaje? Basi. Na kwa kuwa ni kiongozi, kauli yake lazima ifuate. Akamfungulia Baraba, akamtia hatiani Yesu. Lakini moyo wake haukutaka kufanya hivyo. Tunaweza kuwa na askari, tunaweza kuwa na viongozi, tunaweza kuwa na watu katika fera ambao wenye mamlaka, wakiambiwa fanye uovu watasema hapana. Bwana asifiwe sana. Jamani, amina. Haleluya. Ndo njia ya kuondoa utekaji na ufisadi kwenye nchi yetu. Na ndo njia, that is the church way. Sio kukemea na kutoa matamko. Si mnanielewa? Sasa tunafanyaje? Rudini wanangu. So nikasema naanza leo au Saturday. Naanza leo kuheshimu askari. Sawa? Au tuona. Tunaweza tukaamua kama taifa kuanzia leo na kuendelea tutawaheshimu askari polisi. Unajua kuheshimuje? Kuheshimu hivi. Jana mimi nimepanda bajaji. Akaja askari akapanda kwenye usafiri wetu. Mimi niko hapa, kuna mtu katikati afu na askari kwenye uniform. Wakati tunaenda, mimi nalipia usafiri wangu, nikamwambia dereva, kata na ya huyu askari. Na mlipia askari. Huyu askari hakuwa na dalili zozote za kuwa na maisha magumu. Uniform yake ni mpya, kofia yake ni safi, iko safi. Mtu iko smart. Nikasema na mlipia huyu. Nikasema hawa watu wanatulinda. Hawa watu wanapigana na vibaka kwa ajili yetu. Tuko salama kwenye nchi yetu kwa sababu ya hawa askari. Ni mnamlipia. Sasa nauli ya kule Bigwa kwetu mpaka mjini ni shilingi 700. Yule bajaji hakuamini. Nikampa shilingi 2000. Akasema na mimi kwenye nauli nachangia. Ndakukata baadaye ukata 1400 na kukata shilingi 1000 kwa ajili ya askari wetu. Yule askari akaanza kutetemeka hivi. Akaanza kuogopa. Ananishukuru huku midomo inatetemeka. Asema asante. Unanielewa? Anasema hivi.
usilipize ubaya kwa wema, wala ubaya kwa ubaya. Lipiza wema kwa ubaya. Ndio njia ya kanisa ya kushughulika na matendo maovu yanayoendelea kwenye taifa. Sio matamko. Na nawaambia nyinyi hapa, ukipanda gari, washirika wa CLA na watu ambao mnaamini kwa mimi ni mtumishi nimeitwa na mnaisikia sauti yangu, ukipanda gari yuko askari, mwachie siti akae. Bwana asifiwe sana. Yes, hawa askari wetu wajue kwamba sisi sio maadui zao. We love them. Bwana asifiwe sana. Inaweza sikupe matokeo wewe, lakini kampa matokeo mtu mwingine wa mbele. Jamani, amina. Watu wangapi, please, I know askari wetu wameumiza watu wengi, lakini ukweli pia askari wetu wametusaidia mara nyingi. Jamani, amina. Haleluya, haleluya. Yesu alisema siku moja, kwa yepi ambao nimeyafanya mnataka kunihukumu? Kwa yepi? Kwa yepi? Sometimes tukiwaza ubaya ambao wanafanya, tukumbuke na wema. Watu wangapi ambao mimi nimeona kabisa kwenye mitandao ya kijamii na kwenye TV, mtu amefungiwa tairi, mwizi anataka kuchoma moto, askari akaja akamokoa, alafu mtu akaokoka akasema huyu ni Mungu ameniokoa, sasa hivi ni mtumishi wa Mungu. Si askari alitumiwa na Mungu pale. Bwana asifiwe. So please, I appreciate what they are doing. Siungani na uovu ambao unafanyika, lakini kwa kweli kabisa tunaweza tukapanda mbegu njema kwa askari zetu na viongozi wetu. Leo Mungu amenipa nafasi nyingine. Niko kwenye hoteli moja nimekaa, nafanya mambo yangu. Nikamwona mwanasiasa mmoja amekaa, namfahamu, kiongozi wa chama fulani. Nikasema, mhudumu, bana akupe kitu gani? Ungependa maziwa? Ungependa chakula? Ungependa nini? Akasema nipe maji. Nikasema, mhudumu, nipe maji, nitakuhudumia mwenyewe. Nikasema, nyie watu mnatusemea, nyie watu mnaongea. Sisi hatu wachungaji hatuna nafasi ya kuongea huko, lakini nyie wanasiasa mnaposema mambo yananyoka kwenye nchi yetu. Mungu akubariki. Nikamhudumia. Akasema asante. Asante. That's how we change the nation. Bwana asifiwe sana. Ndivyo tutabadilisha taifa letu. Jamani, amina. Wako watu ambao wao watabadilisha taifa kwa kuandamana. Wao waache waandamana. Sisi wachungaji hatuwezi kuandamana. Bwana asifiwe sana. Yeah, we can't. Ila tutapanda mbegu kwa watu, tutawatendea mema watu. Jamani, amina. Hii nchi haiharibiwi kwa sababu ya wingi wa watu waovu, hapana. Ni kwa sababu ya ukimya wa watu wema. Menisikia? Okay. Haya, turudi. So please, nikasema usitende ubaya, lakini pia usilinde, usitunde uovu moyoni. Jamani, Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Number 1. Okay, leo sasa nataka nieleze kwa kifupi sana aina za sauti ya Mungu. Aina, the kinds of the voice of God. Aina za sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inakuja kujaje? Please, naomba uelewe, sisemi njia ambazo Mungu anatumia kusema na mtu. Sawa. Anaweza kutumia hata punda. Sawa. Hiyo sio sauti ya Mungu. Mimi nafundisha kuhusu kusikia sauti ya Mungu specifically, kama njia mojawapo ambayo Mungu anaitumia kusema na mtu. Jamani, sawa? Sasa sauti za Mungu ziko za aina 3. Aina ya kwanza ni sauti ya nje inayosikika kwa masikio ya nyama. Audible voice. Sauti ya nje inayosikika kwa masikio ya nyama. Yaani unamsikia Mungu anasema kabisa. Anasema, Ruth Omenda, mimi ni Bwana Mungu wako. Mama Jennifer, Mama Kendrick, ni mimi, usiogope.
Aidan mwanangu, yule dada ambaye haumsalimii ndiye mke wako. Unamsikia kabisa sauti. Na wengi hapo mnawishi Mungu angekuwa anaongea hivyo. Ingekuwa rahisi, au sio? Maisha mepesi. Sasa tatizo ni hili hapa. Hii sauti ya Mungu hii haiwezi kuwa common, kwa sababu hapa sasa hivi Mungu anaweza kusema na nyie hapa. Hapa mko watu wengi. Suppose Mungu anataka kusema na nyie hapa, kila mmoja hapa. Hizo sauti zitakaposikika zitachanganyana. So hii sauti ya nje utaisikia mara chache sana. Na unaweza kuzaliwa, ukaishi, ukafa, uje kusikia sauti ya Mungu ya nje. Na kwenye Biblia wako watu wachache sana ambao walisikia sauti ya Mungu ya nje. Moja wapo ni Paulo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 4. Akaanguka chini, akaisikia sauti kimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniusi? Hii sauti ilikuwa ni audible. Haiwezi kuwa sauti ya ndani, kwa sababu wakati Sauli alikuwa hajaokoka, alikuwa hana roho ya Mungu ndani. So ilikuwa lazima iwe sauti ya nje, kwa sababu ndo ambayo anaweza kuisikia kwa nafasi yake na wakati wake. Kwa sababu kwa mtu ambaye ameokoka, Mungu anaongea naye kupitia roho yake. Kwa mtu ambaye hajaokoka, Mungu atatumia ishara ama sauti ya nje, kwa sababu ndani yake hana roho ya Mungu. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Lakini pamoja na hayo, hii haizuii kwamba Mungu anaweza kusema na wewe kwa sauti ya nje. Sawa? Anaweza. Na inawezekana hapa katikati yetu wako watu ambao walishawahi kusikia sauti ya nje kabisa. Mungu anasema, Wina mwanangu, nenda kasuke nywele. Ndio maana mtumishi wako anasikia. Nani ashawahi kusikia hiyo sauti ya nje? Angekuwa Festo angenyosha mkono. Bwana asifiwe. Festo mwanangu nampenda sana. Jamani, hallelujah. I love that my son. Na anatufuatilia of course. Haipiti siku asifuatilie. Kwa atasikia haya mambo. Festo, of course, Festo ishe kumtokea. Sio kama angenyosha tu. Festo ishe kusikia sauti ya Mungu kabisa ya nje. Jamani, amina. Haya, sauti aina ya pili ya sauti ya Mungu ni sauti ya ndani. Sauti ya ndani. Sauti ya ndani. Sauti ya ndani ni kwamba unasikia sauti ndani. You hear a voice inside. Inakuwa ni audible voice, ni sauti ya kusikika, lakini nasikika kutokea ndani. Mimi katika maisha yangu hii sauti nimeisikia na yenyewe ni mara chache sana. Sio mara nyingi. Nishawahi kusikia mara kadhaa. Kwa mfano mwaka huu si kama inafika mara 4 au mara 5. Sauti, unasikia sauti kabisa. Nani nakwambia? Acha. Nenda huko. Just a voice, audible voice. Unaisikia ndani. Matendo ya Mitume 11:7. Nikasikia sauti ikiniambia, ondoka Petro,
ukachinje ule. Unaona? Nikasikia sauti. Hii sauti haikuwa ni sauti audible, iko ya nje, iko sauti ya ndani. Nikasikia sauti. Kwa sababu ingekuwa sauti ya nje, watu wa ndani, watu walio chini pia wangesikia. Ilikuwa sauti ambayo Paulo Petro anaongea. Hii habari ni habari ambayo ameitwa na Cornelio. Akiwa amefunga, anasema nikawa na njaa, akazimia. Alafu katika hapo akasikia sauti, katika maono akasikia sauti. Inamwambia ondoka, ukachinje ule. Ndio akasema hasha bwana, mimi sikula katika vitu najisi, najua hii story. So he had a voice. Hii sio common sana, na wachache wanaisikia. Sawa? Aina ya tatu ya sauti ya Mungu tuwasema ni utambuzi wa kiroho ndani ya roho yako. Spiritual perception in your spirit. Perception, utambuzi wa kiroho ndani ya roho yako. Sasa hii ndo ambayo wengi tumesikia. Na wengi hapa tunasema, tunakosea. Tunasema kuna kitu kikaniambia. Unanielewa ndo hii. Kuna kitu kikaniambia tu. Kuna kitu kikaniambia. Sawa. Hii wengi tumeisikia. Sasa hii nitaelezea kidogo kwa sababu ndo ambayo wengi tunasikia. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 14 mstari 9. Matendo ya Mitume 14:9. Biblia inasema mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa kinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. You see? Paulo hapa alikuwa anahubiri na akamwona mtu, akasikia ndani ya moyo wake Mungu anamwambia huyo mtu ana imani ya kuponywa. Anasema hivi, akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Sasa naposema akamkazia macho na kuona, okay, wow, please naomba uelewe lugha ya Biblia. Anaposema akamkazia macho, maana alikaza hivi. Sio kwamba alifungua macho, maana he paid attention, asikie sauti ya ndani. Alafu sauti ya ndani ikamwambia hivi, ana imani ya kuponywa. Kwa sababu kama macho yanayotajwa hapa ni macho haya, alichogundua ni imani. Imani haionekani kwa macho haya. So he paid attention and perceived in his heart. Akagundua, bwana, huyu mtu ana imani ya kuponywa. Alafu ndipo akamponya. Perceived. Akagundua, akatambua ndani ya roho yake. Haya, nitakuelezea utaielewa. Matendo ya Mitume 27 mstari 10. Matendo ya Mitume 27 mstari 10. Acts chapter 27 verse 10. Akawaambia, wanaume, naona kwamba safari itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena tu na merikebu, ila na ya maisha yetu pia. You see? Akawaambia, naona kwamba hii safari itakuwa na shida. Akaona, he perceived in his heart, kwamba hii safari itakuwa na shida, si ya mashehena tu na merikebu, hata maisha yetu pia. Lakini bahati mbaya hawakumsikiliza. Wakasikiza ushauri wa naoza wa chombo. Alafu hii safari ya Paulo ya kwenda Rumi akiwa mfungwa, ili akaonana na Agripa nafikiri. Baadaye kukatokea shida kubwa njiani, lakini watu waliposalimika, aliona ndani ya roho yake. Bwana asifiwe sana. Jamani, haleluya. Sasa changamoto ni moja.
aina hii ya sauti ndani ya roho yako au ndani yako inachangamana na sauti zingine. Okay? Sasa utajuaje kwamba ni sauti ya Mungu na hizo sio sauti zingine? Labda kwanza naomba nieleze hizi sauti zingine ni sauti zipi ambazo unaweza pia kuzisikia ndani ya roho yako, ndani ya akili yako. Sauti ya kwanza kabisa ni sauti ya dhamiri yako. Dhamiri yako wewe na yenyewe na sauti yake. Ukitaka kumdhuru mtu kuna kitu kinakwambia hapana. Ukiwa unadanganya sehemu kuna kitu kinakwambia lakini hapa unasema uongo. Wangapi wanajua hii? Wengi hapa hii na wewe. Unataka kumdanganya mtu kuna kitu kinakwambia unadanganya. Anasema mtu anakupigia simu. Unasema yani nimekumisi, unasema nimekumisi pia. Hiyo unaposema nimekumisi pia, ile unaposema nimekumisi pia, ile roho inakwambia, yani kuna kitu dhamiri inakwambia, anasema hujamisi, muongo. Wewe muongo. Wewe ni uongo. Hujamisi. Hiyo ni sauti ya dhamiri. Kwa sababu dhamiri yako ni wakili Mungu amemweka ndani yako akusaidie kujua wema na ubaya bila kufundishwa. Sawa. Sauti ya pili ambayo inasikika ndani ya moyo wako ni sauti ya hekima. Sauti ya hekima ya juu. Sasa unaposema hekima, of course kuna siku nitafundisha ziko aina 3 za hekima. Ziko aina nyingi lakini 3 ndo nyingi. Moja inaitwa Sofia. Nyingine inaitwa Phronesis. Nyingine inaitwa Sunesis. Nitafundisha siku nyingine. Naomba nisiende deep sana. Sasa kuna aina fulani ya hekima ambayo inaitwa hekima ya juu, inaitwa Sunesis. Hii ni hekima ambayo inakupa kujua cha kufanya pasipo maelezo mengi wala bila usaidi wa nje. Sawa? Hii hekima ndo ambayo nakuambiaga. Suppose unaona watu wale ambao wanajua, unaona mtu anakutapeli na umejipeleka mwenyewe. Mshe kuonaga ile ukiweka hapo naliwa, ukiweka na ile chijebati ni hiki chijebati, kuna kitu naambia unapigwa hapo unatapeliwa, ondoka. Hiyo sio sauti ya Mungu, sio lazima iwe sauti ya Mungu, ni hekima inaitwa Sunesis. Sawa? Nitawaambia siku nyingine kwa kina. Ni hekima ya kimungu kabisa. Sawa? Haya. Sasa utajuaje kwamba hii sauti jamani, hii sauti ni ya Mungu, sio hekima wala sio dhamiri? Okay, sasa utasema pasa, kwani kuna shida kuongozwa na hekima? Kuna shida kuongozwa na dhamiri? Yes, kuna shida, kwa sababu hekima sio wakati wote ni sauti ya Mungu na sio wakati wote dhamiri ni sauti ya Mungu. Okay, ngoja kwa mfano nikupe mfano. Nitoe mfano tu rahisi. Nitatoa mfano wa mahusiano. Wengi ni vijana. Ulikuwa kwenye mahusiano na mtu, alafu baadaye mkaachana. Anakuja anakuomba msamaha, mrudiane. Sawa? Anaeleza sababu za msingi kwa nini alikukosea. Na zile sababu za msingi ambazo hata wewe ungeweza kukosea. Sawa? So hiyo dhamiri itakuhukumu. Itasema mkubalie. Sawa?
Kwani atakwambia bwana, binadamu tumeumbiwa makosa. Sawa. Atakwambia, kwani wewe hujawahi kukosea? Atakwambia kosa sio kosa, bali kosa ni kurudia kosa. You see that? Na atakupa na zawadi, na ataanza kutanguliza zawadi kwanza ambazo hazina maelezo. Zile zawadi zashika moyo wako. So wakati unapotaka kumkatalia, unakumbuka saa. Unapotaka kukataa, unakumbuka boxer. Unapotaka kukataa, unakumbuka, unanielewa? Kitu kinakusumbua kile. So dhamiri yako itakusukuma umkubalie, mrudiane. Hata hekima pia itakwambia, lakini amekwambia mambo matatu hapo ni haya wisdom. Hakuna mwanadamu ambaye hakosei. Binadamu tumeumbiwa makosa. Hata ungekuwa wewe, Biblia hekima inasema hivi, usiwatendee watu mambo ambayo wao wasingependa kutendewa, si ndio? Kwa kama na ungependa kusamehewa, na wewe samehe. Hiyo ni hekima. So dhamiri itakuhukumu umkubalie. Sunesis itakwambia don't accept, kwa sababu that is wisdom. Lakini Mungu anaweza kujua kwamba huyu ana agenda zake. Ameona boom inakaribia kutoka na ana mambo yake. Amefikiria mtu ameweza kaenda kumkopa, amekuwaza wewe. So hapa ni njia moja wapo ya kukurudisha ili atimize lengo lake fulani. Alafu baadaye atakuacha tena. Hiyo hekima hawezi kujua wala dhamiri. It takes the voice of God. Mmenisikia sasa? Mmenisikia tofauti ya hekima, dhamiri na nini? Na sauti ya Mungu. Ndio maana nikasema, please, there is no way. Hakuna namna ambavyo utaacha kusikia sauti ya Mungu. Na nyie wenye huduma nyie, kwa mfano Prince, natolea mfano Prince. Okay, by the way, meangalia movie ya Prophet Suddenly Part 3. Wangapi meangalia? Please iangalieni. Kuna movie kwa YouTube inaitwa Prophet Suddenly ya Kikristo. Prophet Suddenly Part 3. Angalia. Mimi tuna kongamano hapa la Yada Voices linaendelea, kongamano la Kodia. Alafu wewe Prince, wewe ndo kiongozi ambaye umefanya mazoezi ya kuongoza nyimbo zote siku hiyo. Na mimi nakutegemea na timu yote nakutegemea. Katikati napokuja kwenye balo napigiwa simu na Zoravo. Anakwambia, nimekuwa nikikutafuta muda mrefu, nimepata namba yako. Sasa nimealikwa kuhudumu Kasanga, sina mtu wa kuni backup, na nimejua wewe unajua nyimbo zangu zote vizuri. Usafiri upo, na budget ya backup peke yake ni milioni 4. Na mko 4 tu, tunao 3, tutafuta mmoja. Umenielewa? Sasa niambie. Hekima inasema, Pastor Bedon nitampiga 600,000 kwanza. Mimi 400,000, sasa kitamaa. Unanielewa? Katika milioni 1 mimi nampa 600,000. Ni kama anaona kama nitakuwa sawa hivi. Bado fungu la 10,100,000. Alafu ni Zoravo juu, unaelewa? Ni Zoravo, mnaongea bei za Zoravo hapo. Sasa hapo hekima, dhamiri zote zinataka uende huko kwa Zoravo. Lakini hapo sasa sauti ya Mungu inasema. Umeona pointi yake hapa? Mabinti. Wazazi wanashauri wewe na mtu mwenye kazi. Mtu ambaye ana future. Au sio? Mtu ambaye ameokoka. Hekima, dhamiri yote na kupeleka huko. Sauti ya Mungu inasemaje? So it's very important. Pamoja na uzuri wa hekima, pamoja na uzuri wa dhamiri, vyote ni vya Mungu, lakini kuna wakati inabidi ujue kuisikia sauti yake. Sasa sauti, vyote hivyo vinaongea kama utambuzi ndani ya roho yako.
Utajuaje kwamba hii ni sauti ya Mungu? Sasa nakupa sifa za sauti ya Mungu. Moja, sauti ya Mungu haishindani. 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 So Mungu anaweza kuongea mara moja tu, just mara moja tu, just once. Ila kima atasisitiza, kubali, nenda wewe, nenda. Kumbuka ulikuwa naomba upate hela kununulia, nenda, unanielewa? Sauti ya Mungu haiko kwenye competition. Kwani Mungu ni mfalme, yuko peke yake. Uko mwenyewe tu, Elohim, uko mwenyewe tu. Bwana asifiwe sana. Sauti ya Mungu haishindani. Namba 2, sauti ya Mungu iko clear, haina mbambamba, haina machanganyo, haichanganyi. Sawa? Kwa sababu Biblia inasema hivi, Mungu sio mwanzilishi wa machafuko. God is not the author of confusion. Sauti ya Mungu haichanganyi. Kwa maana kwamba haina kubadilika. Sema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili utoka juu usuka chini kwa Mungu wa mianga, ambaye kwake hakuna miale ya kubadilika wala kugeuka. Mungu akisema ni Sofia, ni Sofia. Mungu akisema ni da. Amen. 3, sauti ya Mungu inakupa amani fulani. Amani isiyoelezeka. Amani isiyoelezeka. Isiyoelezeka. Peace. Wafilipi 4:7 asema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Wafilipi 4:7. Amani ya Mungu. Amen. The peace of God. Shalom. Nasikia amani. Hauna sababu, hana vigezo vyote, lakini nasikia amani. Ile orodha yako ile yote, yani utashangaa katika 100 ana 33. Lakini kuna amani tu unajisikia. There is that peace you feel. Huyo ni Mungu huyo. Bwana asifiwe sana. That is God. Sometimes inabidi utunge maneno hata kumtambulisha kwa wazazi wako, kwa sababu unajua hata kubalika. Kwa sababu wewe una amani. Mke wangu anasema, "Alijuaje kama mimi ndo yeye?" Yani kuna amani fulani. Kwao wanamwambia, waambie anafanya kazi gani? Bookmaker, industrial teacher, sijui nini. Yani maelezo mengi. Sasa bwana ni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Nasikia amani. Sasa nakutia moyo. Bwana asifiwe sana. Nakutia moyo. Yale mambo niliyofundisha jana ni ya muhimu sana. Haya mambo yatakuwa magumu sana kwako kama yale ya jana hajakaa mahali pake. Sawa? You feel peace. Nilikuwa kwenye maombi siku moja. Kwenye maombi tu Mungu akaniambia, mpigie simu fulani, mwambie akasome chuo. Aende akasome chuo, aanze masomo ya chuo, na aanze mapema. Yule mtu hakuwa na wazo kabisa, hakuwahi kufikiria. Nilikuwa mlimani,
Niposhuka nikamwambia. Lakini anasema uliponiambia nikasikia amani. Nikamwambia mume wangu, akasema inawezekana. Yuko mwaka wa kwanza sasa hivi, mwaka namaliza. Bwana asifiwe sana. Peace. Mungu anaongoza kwa amani. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe sana. Ukiona unakosa amani kabisa, na huko kukosa amani ni kuendelevu, sio Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu Mungu amewajibu maombi yao hapa. Jamani, amina. Naona sura zenu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mungu awabariki sana. Sasa wakati natafakari tuombe kidogo dakika chache. Mimi nikasema hivi. Nisikilize vizuri, nisikilize. Kesho tunamaliza. Lakini nikasema hivi. Kweli kabisa, kweli kabisa, kweli kabisa, kweli. Mpaka hapa na uhakika tumeshafanya maamuzi ambayo sio mapenzi ya Mungu mengi sana. Tumeshatenda vitu ambavyo sio mapenzi ya Mungu vingi sana. Hata mimi. Nikasema jioni ya leo tupate nafasi ya kuomba jambo moja. Kwenye kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania. Sura ya 4. Hebrews chapter 4. Nakupa sasa hivi sura na nafungua hapa Waebrania. Nne 16. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na tupate neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Unajua kwenye maisha haya, na niliwaambiaga siku moja wala waliokuepo, nisema sisi tuliokoka tuna bahati moja. Sisi kuna kitu kinaitwa kiti cha rehema, kiti cha neema, ambapo hapo kwenye kiti cha neema kunapatikana vitu viwili. Nisikize kwa makini sana. Kitu cha kwanza kinachopatikana kwenye kiti cha neema ni neema yenyewe. Sawa? Na kitu cha pili ni rehema. Sasa rehema maana yake nini? Rehema ni kutopewa adhabu ambayo unastahili. Iko hivi, liko andiko kabisa linasema hivi, Mungu hadhihakiwi, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yake kila mtu inabidi aishi maisha kwa kadri ya matendo yake. Lakini wallahi nawaambia, kama tukiishi maisha yetu yote yakawa matokeo ya matendo yetu, hakuna mtu ambaye atasimama, kwa sababu mara nyingi matendo yetu yamekuwa na makosa. Sasa rehema inatusaidia kwamba pamoja na kwamba matendo yetu hayakuwa sawa, pamoja na kwamba kuna wakati tulienda mahali tukafanya maamuzi ambayo kama tungechuma matunda yake kwa kweli yatatuharibu, iko nafasi kwa Mungu ya kwenye kiti cha neema utakachukua rehema. Hiyo rehema inafanya ule ubaya ambao ungekupata kihalali kwa sababu ya makosa yako au kupati, badala yake unapata mema ambayo ukustahili, kwa sababu pale kwenye kiti cha neema kuna neema. Neema ni kupewa vitu ambavyo haukuvifanyia kazi. Do you understand that? Rehema
ni kwamba iko zigo la adhabu na lawama, liko zigo la aibu, liko zigo la mangaiko ambalo kwa kweli kwa sababu ya maamuzi yako mabaya inabidi kupate. Lakini rehema inasema hapana, huyu mtu mzigo usimpate. Rehema inasema yako maamuzi ambayo ukufanya ulipaswa kufanya, ambayo ilifanya maisha yako yapate faida 1, 2, 3, kwa sababu ya neema utapata hizo faida hata kama kushirika hayo maamuzi. Sijui mnanielewa? Inawezekana. Hebu simama mbele za Mungu. Naombi lako liwe moja tu. Bwana, naomba neema zako zikawe juu yangu. Naomba rehema zako zikawe juu yangu. Neema yako ikawe juu. Omba neema, omba rehema. Reka pashaka teria. Na unaweza hata kama yako maamuzi ambayo unajua ulikosea, yako mambo unajua ulikufanya vizuri, omba rehema za Mungu zikawe juu ya jambo hilo, ili ubaya ambao ulikusudia usikupate. Na kwenye mambo ambayo unajua akili zako, nguvu zako, juhudi zako haziwezi kukusaidia, omba neema, omba neema, omba neema. Reka pasha kateria dika pakaya masata riva soko potora mikaya bade. Watoto wako tuko mbele zako tena Bwana. Umesema tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Kema utabiri anika pakaya masata riva shateri anika pakara batore Roberto mokori anika pakwaya. Kama kuhani Bwana wa madhabahu hii, ninakuja kwenye kiti cha neema, ninakuja kwenye kiti cha neema. Mashekete peria, nataka neema kwa ajili ya watoto wangu, nataka neema kwa ajili ya kanisa lako, nataka neema kwa ajili ya watoto wako. Kapaka pasheketepe reba koria nika pakaya masata riva twa nika payata. Neema manake upendeleo, neema manake ni kibali, neema manake ni baraka. Mashata kapataria neka pateria nikaya. Ni kweli unajitahidi, lakini kuna mahali inabidi upendelewe, ndipo utavuka. Upendelewa Bwana ukawe juu yako jioni ya leo. Upendelewa Bwana ukawe juu yako jioni ya leo. Upendelewa Bwana. Makata bateria nekera rima basha saka pateria. Ukachaguliwe pasipo na vigezo, ukashinde pasipo na vigezo, ukaenda mbele pasipo na vigezo. Akopotoria hata wakati wa vigezo vitosi, hata wakati wa pesa itosi, Bwana akupe kuvuka. Pata basha kataba rematoria nikapakaya revasha seketeteria nikapatoveniata nikapakwasi kata mateva Roberto motoria nikapakaya rebasa fateria nikapakaya. Ukapendelewe mwanangu, ukapendelewe, 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 ukapendelewe.